transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Mensagem 13. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Karibu kwenye ujumbe wa 13. Endeni na Roho, kamwe hamsitimizi tamaa za mwili. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 16. Tuko Ulaya. Na neno hili linahubiriwa huko Torres Vedras, Ureno. Na sisi kutoka hapa tutaenda Italy. Ujumbe wa 14 utatolewa Italy. Tunamshukuru Mungu, tulipofika bara hili tulikuwa na mawazo ya kuwa ni bara kongwe lenye baridi, lakini tunaona moto wa Roho unaanza kuenea kote Ulaya. Washiriki wetu wa misionari, makanisa, tuko wachache bado Ulaya, ingawa Bwana ameshatuahidi kuimarisha timu ya wafanyakazi hapa Ulaya. Na mara nilipomaliza ujumbe kwa jana usiku, vijana wawili kutoka hapa Faro, Ureno, walinifikia na kunishukuru kwa neno lililohubiriwa, na nikajua kwamba tayari wameamua kufanya GPC. Naamini kuwa vijana wengine wengi tayari wanafikiria au wameamua kuimarisha timu ya wafanyakazi hapa Ulaya. Kwa hiyo tuna furaha sana kwa yote Bwana anayoyafanya. Haya yote si uwezo wetu, si kwa uwezo wetu, si kwa ujuzi wetu kusimamia kazi ya Mungu. Hapana. Mungu, kazi hii ni ya Mungu mwenyewe. Yeye ndiye anayesimamia, na ataikamilisha vizuri ikiwa kanisa litashirikiana naye, kama nilivyosema jana. Leo tumefikia kwenye ujumbe wa 13 ambapo tunazungumzia kuhusu kutembea kwa Roho. Hata hivyo, ninapaswa kusema yale tuliyosema kwenye ujumbe wa kwanza. Kusudi la Mungu kwa kuumba mwanadamu ni kwa njia ya mwanadamu kutawala dunia. Na mwanadamu aliumbwa kwa mfano wake na kwa sura yake. Mwanadamu aliumbwa kwa pumzi, kwa kupuliziwa pumzi ya Mungu wa milele, ambayo iliundwa roho ndani ya mwanadamu, pia nafsi ndani ya mwanadamu. Kitu pekee ambacho mwanadamu ana mwili ni mwili tu, na mwili wetu umeumbwa ili tuweze kuishi hapa duniani kutimiza mapenzi ya Mungu. Na kazi hii inafanywa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo Mungu alipoumba mwanadamu, aliunda roho ndani ya mwanadamu na nafsi ndani ya mwanadamu, ili mwanadamu aweze kuwa chombo cha kupokea Mungu ndani yake. Alipoumba, kama nilivyosema kwenye ujumbe wa kwanza, alipoumba malaika mwenye uwezo mkubwa ambaye ni Lucifer, alikuwa muhuri wa ukamilifu, alijaa hekima na uzuri. Lakini tuligundua kuwa kiburi kiliingia moyoni mwako. Alitaka kupambana na vyeo vya juu zaidi.
Mwisho alitaka kuwa sawa na Mungu. Kwa hiyo Mungu alimtupa chini, akawa shetani, adui wa Mungu. Kwa hivyo Mungu anapoumba mwanadamu hamuumbi kwa kuwa mwenye uwezo zaidi au hekima zaidi kuliko Lucifer. Hana haja ya kuumba kiumbe mwenye uwezo mkubwa, lakini nia yake ni kuumba kiumbe ambaye angeweza kumkubali ndani yake. Kwa hiyo ndugu, sisi hatukuumbwa kwa pumzi tu ya uhai. Tuna roho na tuna nafsi. Na roho, nafsi huunda moyo wa mwanadamu. Mnajua kwamba moyo wa mwanadamu umetengenezwa na nini? Ndiyo, moyo wa mwanadamu umetengenezwa hasa na roho, akili yote, uamuzi na hisia. Lakini kuna sehemu ya roho ambayo ni dhamiri. Dhamiri ya mwanadamu ya roho ndiyo sehemu inayoungana na roho. Kwa hivyo, moyo umetengenezwa na dhamiri ambayo ni sehemu ya roho, lakini akili, hisia na uamuzi huunda moyo wa mwanadamu. Ndiyo maana Mungu aliazimika kuunda roho, mwanadamu na roho. Bila roho hakuna moyo. Kwa hiyo tuna moyo ambao umeundwa na sehemu tatu za roho, lakini dhamiri ndiyo hufahamu muungano wa roho na mwanadamu na roho. Na moyo wa mwanadamu ndiyo mahali tunapoweza kupokea Mungu, ambapo neno la Mungu kama mbegu inaweza kuzaa na kuzaa matunda. Ndio maana ni muhimu sana kwa mwanadamu aliumbwa na Mungu kwa njia hii, si kwa njia ya mwanadamu kuwa mwenye uwezo mkubwa, bali kwa ajili ya mwanadamu kuweza kupokea Mungu mwenye uwezo wote. Uwezo sio wa mwanadamu, uwezo ni wa Mungu. Ndio maana katika Wakorino wa pili 14 kama inavyosema, tuna chombo, tuna hazina. Lakini tuna hazina, Wakorino wa pili 4:7, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili uwezo huu mkubwa uwe wa Mungu wala si wetu. Mwanadamu hahitaji kuwa mwenye nguvu, mwanadamu anahitaji kumiliki yule mwenye nguvu. Ndipo Mungu anaweza kufanya kazi yake ndani. Ndipo Mungu anaweza kufanya kazi yake mwenyewe, nguvu kupitia Mungu mwenye nguvu mwenyewe. Ndipo maana alipoumba mwanadamu, aliumba mwanadamu bado chini ya malaika. Mnajua hilo au hamkujua? Basi hebu tuangalie Waebrania sura ya 2 mstari wa 5. Ingawa malaika wako juu ya mwanadamu kwa uwezo, lakini Mungu hakumpa malaika ulimwengu ujao. Angalia sura ya 2 mstari wa 5. Kwa maana haikuwa kwa malaika alioutawala ulimwengu ujao ambao tunazungumzia, bali mtu mahali fulani alitoa ushahidi kamili akisema, ni mwanadamu ambaye wewe unamkumbuka. Hiyo inamaanisha kwamba mwanadamu hana thamani kubwa, hana uwezo mkubwa. Ukiangalia malaika hana uwezo zaidi, lakini ni mwanadamu ambaye wewe unamkumbuka, au mwana wa mwanadamu ambaye unamtembelea. Lakini mwanadamu ambaye wewe unamkumbuka au mwanadamu ambaye unamtembelea, mnajua hilo? Ulimfanya kwa muda mfupi kuwa chini ya malaika. Sisi tumeumbwa kuwa chini ya malaika. Mnajua hilo? Ulimfanya kwa muda mfupi kuwa chini ya malaika, lakini hapa inasema
kwa muda mfupi. Kwa nini kwa muda mfupi? Sisi tuko chini ya malaika. Mpaka tunapopokea Mungu mwenyewe nguvu. Mnatambua kwamba una uwezo mdogo kuliko malaika, lakini kwa muda mfupi, mpaka nitakapopokea Mungu mwenye nguvu na kuruhusu Mungu mwenye nguvu afanye kazi ndani yangu, ndipo sitaendelea kuwa chini ya malaika. Ulimfanya kuwa kwa muda mfupi kuwa chini ya malaika, lakini kwa utukufu na heshima umemtia taji na umemweka juu ya kazi ya mikono yake. Hiyo inamaanisha kwamba ilimfanya mwanadamu kurithi kazi zote za mikono yake. Uumbaji wake wote wa mwanadamu utarithi, utatawala, lakini kupitia Kristo. Umeweka kila kitu chini ya miguu yake. Mnajua hilo? Mungu aliweka kila kitu chini ya mamlaka ya mwanadamu. Alimuumba mwanadamu kwa ajili ya kuitawala dunia, na atafanya hivyo. Akawa ameweka kila kitu chini ya mamlaka. Sasa bado hatuoni kila kitu kimetawaliwa. Yaani bado hatujaona hilo lilitokea. Labda hata mbwa wetu nyumbani hatutii. Basi ni nani atakayesema kuwa mwanadamu atatawala dunia yote? Lakini subiri, itatokea au haitafanyika? Kwanza alifanya mwanadamu kupata huo kweli. Mstari wa 9 anasema, lakini tunaona yule ambaye muda mfupi alifanya kuwa chini ya malaika. Ni nani? Yesu. Hata Yesu kama mwanadamu alifanya kuwa chini ya malaika. Mnajua kwamba mwanadamu Yesu hakuwa juu ya malaika. Alikuwa chini ya malaika kwa sababu ya mateso ya kifo. Kwa sababu ya mateso ya kifo alitiwa taji la utukufu na heshima. Yaani alipojisalimisha kwa kifo, kwa utii kwa Baba, Mungu alimfufua. Amini. Usiamini? Sawa, hebu tuendelee. Kabla ya kuendelea, Waefeso 1. Kila kitu kinapaswa kuwa msingi wa Biblia, sawa? Waefeso 1. Alifanywa kama mwanadamu kuwa chini ya malaika, na kwa utii aliteswa kifo. Alikufa chini ya malaika, lakini hakukaa chini ya malaika. Angalia hapa mstari wa 18. Macho ya mioyo yenu yamefunuliwa mpate kujua tumaini la wito wake na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu, na ukuu wa pekee wa uwezo wake kwa sisi tunaoamini. Sisi tuna uwezo mdogo, lakini sasa tuna ukuu wa pekee wa uwezo wake kwa imani. Tunaweza kupata uwezo huo mkubwa wa Mungu kwa wanaoamini, kwa ufanisi wa nguvu za uwezo wake. Na uwezo gani? Mstari unaofuata, ambapo alifanya kwa Kristo Yesu alipomfufua kati ya wafu, akamfanya kukaa mkono wake wa kuume katika maeneo ya mbinguni. Yesu kama mwanadamu alifanya kuwa chini ya malaika, lakini alijisalimisha, akatii Baba, akafa na msalabani. Alikufa ili kutukomboa, ili sisi leo tuwe na msamaha wa dhambi, na sisi tuna haki kwa imani. Lakini hakukaa kwenye kifo. Mungu kwa uwezo wake mkubwa alimfufua kati ya wafu, na haikuwa tu kumfufua, bali pia alimuinua hadi mbinguni. Je, ni mahali gani hiyo? Juu ya ufalme wote na mamlaka na uwezo na enzi na jina lolote linalowekwa,
si katika karne hii, bali pia katika ile ijayo. Yaani Kristo kama mwanadamu alifanywa kuwa chini ya malaika, lakini sasa Mungu katika ufufuo alimuinua juu ya malaika wote, juu ya mamlaka yote ya malaika. Kristo yuko juu ya wote, yuko juu ya yote, juu ya yote. Na akamfanya kukaa mkono wake wa kuume, na akawa ameweka kila kitu chini ya miguu yake, akamfanya kuwa kichwa juu ya kila kitu kwa ajili ya kanisa, ambalo ni mwili wake, ukamilifu, na yeye ambaye hujaza kila kitu katika kila kitu. Basi kupitia mwanadamu huyu Yesu, ambaye pia alifanywa kuwa chini ya malaika, Mungu kwa utii kwa Baba alitimiza kati ya ukombozi kwa ajili yetu, akakufa kwa ajili yetu msalabani, na Mungu alimfufua akamwinua hadi mahali pa juu kabisa. Mahali pa juu kabisa ni juu ya mamlaka yote ya malaika, yeye yuko juu kabisa. Basi ndugu, leo yeye amekuja, yumo ndani yetu. Kwa hiyo mwenye nguvu si mimi. Mwenye nguvu ni yule aliyekuwa juu ya Mungu Baba, juu na Mungu Baba, pamoja na Baba, ambaye leo anaishi ndani yangu kama Roho. Sasa turudi kwa Waebrania sura ya 2. Nitasoma tena mstari wa 9. Lakini tunaona yule ambaye kwa muda mfupi alifanywa kuwa chini ya malaika kwa sababu ya mateso ya kifo, kwa sababu ya kifo alitiwa taji la utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu atoe kifo kwa kila mwanadamu, kwa sababu ilifaa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa nani kila kitu kipo, aongoze wengi watoto kwa utukufu. Amen. Lengo ni ili aongoze wengi watoto wa utukufu. Lengo la Yesu leo, baada ya kupitia yote hayo, kupata mamlaka kamili katika ulimwengu huu, ni kuingia ndani yetu leo, kuongoza kanisa, kuongoza wengi watoto wa Mungu kwa utukufu. Amin. Hatima ya ufalme wa utukufu, hatima yetu utukufu kwa kukamilisha kwa njia ya mateso mwanzilishi wa wokovu huu. Kwa hiyo ndio maana Mungu alimuunda mwanadamu kama chombo ili kumiliki Mungu. Lazima mimi niwe mwenye uwezo, wala wewe uwe mwenye uwezo. Tunaweza kumiliki Mungu mwenye uwezo wote leo kupitia Kristo. Leo anaishi ndani yetu. Vizuri basi, mnakumbuka katika ujumbe wa kwanza nilisema kwamba bahati mbaya ya Ukristo wote unadhana kwamba Kristo wote hufundisha tabia nzuri wa Kristo. Ndugu, kusudi la Mungu ni kuleta mafundisho, kuboresha tabia yako. Mungu anataka kubadilisha uhai. Mungu anataka kupata uhai na Mungu, amini. Kumbuka nilisema kwamba haifai kumwambia mwizi, sasa umekuwa Mkristo. Unahitaji kutoa zabibu, unahitaji kuwa na taburi nzuri. Hakuna faida mwiba utatoa mwiba. Basi unahitaji kubadilisha maisha. Maisha gani Mungu anataka kumpa mwanadamu? Amini, ndiyo maana Mungu alimuumba mwanadamu kama chombo ili apate kupokea uhai wa Mungu, na Mungu akamuongoza katika bustani
kulikuwa na mti wa uhai, na mti wa uhai. Huo ndio kusudi la Mungu, kwamba mwanadamu apate uhai wa Mungu, na uhai wa Mungu ungeanza kumtawala mwanadamu, na kutoka hapo ungetawala dunia yote. Lakini mwanadamu alichelewa kufanya hivyo chaguo. Mungu ndipo aliingia mwingine. Alipoingia nyoka akamdanganya Eva. Siwezi kurudia sana kuhusu hii hadithi. Yale yalitokea mwanadamu alila kwenye mti wa ujuzi na mema na uovu. Alikula kwenye mti wa ujuzi wa mema na maovu, ambapo Mungu alisema asile, kwa sababu mti huu wa ujuzi wa mema na uovu unavutia, kwa sababu sisi. Kwa nini unavutia? Kwa sababu unatamkwa na mwanadamu kuwa na uwezo kama Mungu. Mwanadamu badala ya kupokea uhai wa Mungu ili kuwa na uwezo huo, ilikuwa uwezo wa mwanadamu kutaka kwa njia ya bandia kupokea kitu kingine. Ilikuwa kitu kama cha Mungu, lakini hii ni sura tu, sura. Mwanamke aliingia, na mti huo ulitakwa kuwa na ufahamu. Akaenda kala. Mwanadamu kwa sura ya ukweli alipata hii ujuzi. Wa wema na uovu, na macho yalifunika. Wajua macho hayo kufunguka, si kitu chema. Si kitu chema. Na yeye alikuwa mkali sana. Sawa, hapana, hajui wakati huo kwenye bustani ya Eden. Ndugu, mwanadamu aliishi katika kushiriki na Mungu. Kila Mungu alisema, walitii, walifanya waliotawaliwa na Mungu kwa neno la Mungu. Lakini walipokula kwenye huu mti wa ujuzi wa mema na uovu, Mungu alikwenda kwenye bustani ya Eden, hakuwapata. Mungu akasema, Adamu, uko wapi? Uko wapi Adamu? Mbele ya Mungu, na leo umejificha, unacheza kujificha. Nini kilifanyika? Hapana, Adamu amekwenda. Adamu, uko wapi? Mimi siwezi kusimulia hadithi. Hii sio hadithi kwa kweli. Hata Biblia, ninyi vijana someni hata kwenye Biblia. Uko wapi Adamu? Adamu alijificha kwa sababu mwanamke aliyenipa huyu alifanya nile kwenye mti uliosema asile, na sasa nimehisi uchi, basi nimejikuta kwenye kujifunika kwa majani na mti. Basi Mungu akasema, lakini nani alikufahamisha kuwa wewe uko uchi? Kwa sababu hawajawahi hata kuwa na wazo hilo. Mwanadamu hakuwa hata na wazo hilo, ndugu. Hapo ndipo kilichotokea. Na hii wao wanadamu walifukuzwa kwenye bustani. Kwenye bustani ilikuwa ni mti wa uhai ambao Mungu alitaka mwanadamu achague na ale kwenye uhai wa Mungu, na mwanadamu alichelewa kuchagua. Akaja nyoka na akamdanganya mwanadamu. Akamdanganya mwanadamu. Dhambi iliingia ulimwengu. Iko wapi hii andiko? Basi vijana wanafanya mtihani. Na vijana, ni andiko gani? Waroma 5:12. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na dhambi, mauti pia iliingia. Mauti. Hichi ndio kilichotokea. Kufikia mti wa uhai kufanya. Sasa andiko 24, mwanadamu alipofukuzwa aliwekwa
Mwanadamu alipofukuzwa aliweka makerubi upande wa mashariki wa bustani wa Edeni. Kufikia uhai ilifungwa nani? Anayelinda na kukataza kuingia na mwanadamu njia ya mwanadamu ni wale wawili makerubi, na wakilisha utukufu wa Mungu. Na kuanzia hipo tunaweza tukamlalamikia Adam kwa sababu ndiye aliyefanya hilo kosa, sababu yeye ndo aliyefikia mti wa uzima. Ukiangalia mwanadamu alipofukuzwa aliweka makerubi upande wa mashariki kwa bustani ya Edeni na kifuniko cha upanga ilizunguka kuzuia njia ya mti wa uhai. Kufikia mti wa uhai ilifungwa nani? Aliyelinda na kukataza kuingia kwa mwanadamu. Kwa sababu ndio ilitokea kuanzia hapo mwanadamu aliendelea kukua. Wakati wa kufikia Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 6, dhambi iliongezeka, uongo duniani uliongezeka tulipoingia kwenye kitabu cha Mwanzo. Nitaeleza kidogo zaidi, sawa, lakini sasa sitaki kuingia kwa undani zaidi. Kilichotokea hapo ilikuwa maafa. Wale malaika walipoanguka walikuwa na mawasiliano na mwanadamu, na kuanzia hapo vurugu ilitokea duniani hadi kiwango ambacho Mungu hakuweza kuvumilia tena, na Mungu akatuma gharika, akampa Nuhu, akampa neema mbele za Bwana, na Nuhu akaokolewa kwa safina, yeye na familia yake, ili kuendeleza ukoo wa binadamu, na wote wakafa katika gharika. Na kuanzia kutoka kwenye safina na watoto wake watatu wa Nuhu wakazaa mistari mitatu ya ukoo, na baada ya muda mfupi, mwaka 175, kama nilivyosema, siwezi kurudia kutokea mto Nimrod, sawa, na kutangazwa kwamba mimi naweza kuwatunza ninyi, hamuhitaji Mungu. Tujitangaze uhuru kuwa kwa Mungu. Mimi nitaunda mji wa kwanza, Babeli, ambaye ni mji mwingine, na mimi nitawatunza kwa sababu mwanadamu hakuishi kwenye mji ambao ilikuwa mji wa kwanza ambayo mwanadamu aliunda ili kuishi bila Mungu, sawa. Na baadaye nitajenga mnara wa Babeli. Kutangaza kwa vipi? Kwa kukumbuka jina la mwanadamu, sio bali kukumbuka jina la Bwana. Na mnara wa Babeli pia ulikuwa na nia kwamba kama Mungu atatuma gharika nyingine, tutakuwa juu sana. Mungu hataweza tena kutuua. Yaani hii yote uasi moyoni dhidi ya Mungu. Basi mwanadamu bado alitegemea asili. Basi wakaanza wanadamu kusujudu sanamu, mawasiliano na viumbe vya kiroho walioanguka katika Mwanzo 6. Hapo ndipo waligundua basi kuwa viumbe vyenye nguvu zaidi kuliko mwanadamu. Basi wakaanza kuomba na kujitoa. Najua wanaweza hata kutoa mtoto wao wenyewe, kujitoa ili kupata faida kutoka kwa hizi sanamu. Na hivyo ndivyo ilivyofanywa kwa
kwa wakati wa Ibrahim. Wakati Ibrahim alipozaliwa, ilishi wakati huo hakukuwa na yeyote aliyemtaka Mungu, wote waliabudu sanamu kwa faida zao binafsi. Sasa hii ni historia, lakini nataka kufikia wapi? Nataka kufikia, sina muda wa kuelezea yote. Ndipo nataka kufikia basi ni jinsi gani tunaweza kurudi kuwa na uwezo wa kufikia mti wa uzima. Hiyo ndiyo hatua. Kwa hiyo kurudi kuwa na uwezo wa kufikia mti wa uzima, ninabudi tutatua deni langu na haki ya Mungu. Ninabudi tutatua, ninabudi kulipa deni hilo. Kama si kulipa deni hilo, sitatua. Sio hivyo, deni hili ni nalo la Mungu, sivyo? Hata hivyo Biblia inasema kwamba bila kumwaga damu, sivyo, hakuna msamaha wa dhambi, hakuna msamaha wa dhambi. Kwa hivyo kwa hili, kama nikimwaga damu yangu, ninabudi kulipa, sivyo kwa dhambi, kulipa kwa damu yangu mwenyewe, kujitakasa. Kama nikilipa kwa damu yangu mwenyewe, pia nimekosa, nimekoma, sawa. Mimi kama nikilipa, basi asante kwa Mungu. Mungu katika mpango wake wa milele, katika hekima yake Mungu, basi alitengeneza mwana-kondoo wa Mungu kuja kufa kwa ajili yetu, kwa kulipa deni. Ndio ndugu, hicho ndicho tunachopaswa kuona. Ilikuwa tu kabla ya Kristo kufika na kufa msalabani kwa ajili yetu. Alitaka watu ambao jana nilizungumza katika Mwanzo 19, Kutoka 19, alitaka watu kusema watu mali yake pekee, watu wa mali yake pekee. Watu hawa walikuwa wa sharti moja tu, sharti waliokuwa nayo tu. Walipaswa kufanya nini? Watu hawa hawakuwa na haja ya kufanya jambo lolote, mambo mengi. Walihitaji nini? Kusikia kwa bidii neno la Bwana, kwa bidii kulisikia sauti ya Mungu. Na mkishika agano langu, basi mtakuwa mali yangu maalum miongoni mwa mataifa yote, kwa maana nchi yote ni yangu, na nyinyi mtakuwa ufalme na makuhani na taifa takatifu. Basi maneno haya kwa watu wa Israeli, ndugu. Kisha Mungu basi alipata watu wa kusema kwamba ni wake katika mataifa yote wanaomwabudu. Sasa Mungu ana watu wanaomwabudu Mungu kwa kuwalinda watu hawa. Nia ya Mungu ilikuwa ni kuwaelekeza watu hawa wa Kristo, wanapotambua Kristo huyu, ndugu, ni ukoo wa Ibrahim. Na Mungu basi alitoa ahadi kwa Ibrahimu na kwa ukoo wake, sivyo? Na ilikuwa tu kwamba alipata watu katika agano la kale kuwalinda watu hawa. Alitoa sheria, ni kama mlezi, kuwalinda watu wa Israeli kwa muda maalum iliyowekwa. Ina mwanzo na mwisho. Ni nini mwisho wa muda wa sheria? Kristo alipokuja. Sasa sio hicho kinachosema, sivyo? Katika Wagalatia, lakini kabla ya imani kuja, tulikuwa chini ya ulinzi wa sheria. Basi sheria ilikuja mlezi wa watu wa Mungu, na agano la kale tulikuwa chini ya ulinzi wa sheria na tumefungwa ndani yake. Ajili ya imani ingetokea baadaye, basi ilikuwa kwa kusubiri kuja kwa imani. Kwa hiyo sheria ilitumika kama kutuongoza kwa Kristo ili tuweze kuhukumiwa kwa imani. Kwa nini kuhukumiwa kwa imani? Nachanganya kila kitu nilichosema hapo awali. Unapaswa kutambua kwamba mwanadamu huyu aliyepoteza uwezo wa kufikia mti wa uzima anahitaji kutafuta njia na kulipa deni. Kama ningekuwa katika hali hiyo, ningemwajiri kulipa hata wakili. Hapana. Rodrigo, wakili, nisaidie hapa. Nitakuwaje kulipa deni hili?
la haki ya Mungu. Shukrani kwa Mungu ndugu. Mungu alimtayarisha Kristo. Amini. Kristo kwa ajili ya kulipa deni hilo. Na nitajuaje kulipa deni hilo? Kristo alikufa kwa ajili yangu. Lakini je, inawezekana Kristo akifa kwa ajili yangu na mimi kulipa deni langu? Kwa Kristo kufa, kwa kifo cha Kristo, kwa njia ya imani tu, kwa kuamini tu. Amini, mnaelewa? Basi sisi tunahukumiwa kwa imani. Ni rahisi sana. Kristo alikufa kwa ajili yako, na we unaweza kuhukumiwa kwa imani. Ni kwa kuamini Kristo tu. Yeye alilipa deni la haki, na kama alilipa deni la haki, pia alilipa deni la utakatifu na utukufu. Unarudishwa haki ya kufikia mti wa uzima. Kwa hivyo unarudishwa haki ya utakatifu wa Mungu, unarudisha haki kwa utukufu wa Mungu. Sheria haiwezi kukuhukumu kwa kutekeleza sheria, si hivyo? Paulo anasema wapi hapa? Wapi? Kwa maana kama utakuwa wapi, laana iko. Hapana. Hapa sura ya 3 ya Wagalatia aya ya 10. Wote ambao wanategemea matendo ya sheria wako chini ya laana, kwa maana imeandikwa, anatakiwa. Amen. Wagalatia aya ya 3, sura ya 3 aya ya 10. Wote ambao wanategemea matendo ya sheria wako chini ya laana, kwa maana imeandikwa, anatakiwa kila anayedumisha yaliyoandikwa katika kitabu cha sheria na kuyatelekeza. Unatakiwa kujitafutia haki ya sheria, sawa, lakini unahitaji kutekeleza sheria yote, haifai. Ukikubali unatakiwa uitimize yote. Haifai kufanya 99% ya sheria afu kakosa moja. Ukikosa moja, wewe ni mwenye laana. Hii imeandika kwenye Kumbukumbu la Torati. Mungu alisema anatakiwa kila asiyeweza kutekeleza yote yaliyoandikwa kwenye sheria. Kwa hivyo anasema ni wazi kwamba hakuna mtu anayehukumiwa mbele za Mungu kwa sheria, kwa maana mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hivyo ndugu, si kwa kutenda mambo mema mengi kwa Mungu utakayohukumiwa. Siku hiyo utasema, Bwana Bwana, lakini nilifanya matendo mema mengi, nilisaidia majirani zangu, nilisaidia yule asiye na pesa ya upasuaji, nikamsaidia kufanya upasuaji. Haifai kufanya mambo mema kwa sheria. Hakuna mtu anayehukumiwa, Bwana anayehukumiwa Yesu. Lakini ni rahisi sana kwamba Mungu amefungua njia rahisi kwa mwanadamu. Ni haki kwa imani. Amina. Mara tu tunapohukumiwa kwa imani, tunaweza kuifikia mti wa uzima. Na kwa kuwa tunaweza kufikia mti wa uzima, ndugu, tunaweza kufikia kila kitu. Hakuna haja. Kwa hiyo nitarudi kwenye kile nilichosema kwenye mkutano wa kwanza. Hatuhitaji kurudi ndugu. Hatuhitaji kujishughulisha na tabia za kusema usifanye hili, usifanye hivyo. Mkristo anapaswa kuwa na upendo, si hivyo? Mkristo anapaswa kuwa na upendo. Mkristo anapaswa kuwa na wema. Mkristo anapaswa kuwa na hisani. Lakini Mkristo anaweza kujua yote, lakini hawezi kutekeleza. Basi haifai kujua, ndugu. Ni swala la uzima. Hadi leo kuna Mkristo wanaofundisha mwembe kutoa zabibu. Haitoi zabibu kamwe, ndugu. Nini kinachohitajika? Kula kutoka kwenye mti wa uzima, kupokea kutoka kwenye mti wa uzima. Kwa njia gani? Neno. Kwa njia gani? Neno. Neno linapita kama uzima, kama ugavi wa uzima, na katika kanisa linazunguka kama uzima. Kwa hivyo ndugu, umuhimu wa kuzama, umuhimu wa kufuata neno kwa karibu. Ingawa tumeenea kote Ulaya,
Lakini ndugu, fuateni neno kwa karibu, mtaona kwamba baraka iko kwa kufuata neno kwa karibu. Neno litatubadilisha, neno litabadilisha watoto, vijana, watalii. Hamjui hii baraka gani? Vijana na watoto wangapi wanapotea duniani? Ni watoto wangapi wanapotea duniani? Na sisi, shukrani kwa Mungu kwa huruma wa Bwana, wao wanatusaidia kwa mstari wa mbele katika vita hii, au sio? Wao ndio wanatusisimua. Kama ungekuwa tu ya watu wazima, mkutano uliandaliwa kuanzia saa 3:30 asubuhi. Hapo awali ilivyokuwa huko São Paulo, waliweka Jumapili asubuhi saa 3:30 kuanza. Saa 3:30 nilikuwa na 30% ya ndugu, kisha saa 10 45%, kisha ndio saa 4 na dakika 45, kisha ndo tunakamilika saa 11. Lakini baada baada wanaanza kuondoka. Lakini leo haijaandaliwa saa 3:30 mkutano. Yule anayefungua mlango wa mahali pa kukutana anapaswa kuamka mapema saa 8 tayari. Saa 4 tayari kuna vijana wanaongoza mlango, wanataka kuingia. Sauti ya vita, wanafanya vilio vya vita, wako hapo wakishangilia. Hapana, hiyo ni tamthilia, si maigizo. Yote ni ukweli wa maisha yake ndugu. Yote yamebadilika leo, au sio? Na leo vijana wanakuja na wanafanya, njoo na uone. Si msichana mmoja wa Roberto wapi? Roberto, msichana aliye na baskeli alikuja kuchukua nini? Ghafla anakuja na 10. Akitoka anakuja na wengine 10. Wewe mtu mzima hujawahi kumleta hata mmoja. Yeye kwa safari moja tu analeta watu 10. Hii ni nini? Roho inafanya kazi hapa kwa njia yake. Kwa hiyo ndugu, tuamini katika Roho inafanya kazi. Na Ulaya ndugu, itachukuliwa, ndio unajua, haitachukuliwa na wahubiri wazuri. Hebu fikiria, kama unaleta hapa vijana 30, unafanya nini nao? Roberto, unafanya nini na 30? Utawahubiria? Utaeleza kwao kanisa? Kanisa halina jina. Umewahi kufikiria kurudi kusema mambo yote hayo, kwamba kanisa ni moja kwa kila mji? Mungu wangu, ungewaua hawa vijana. Mimi siwezi kueleza sana. Kisa unamwona kijana hapa Mauricio, cha la na sauti ya vita na kilio cha vita, kuzama kwenye neno, mazingira ya neno. Ndugu, inagusa watu. Unafikiri unawezi kushika vijana 30 kwa mhubiri mzuri? Watachukia kusikiza wewe. Ndugu, shukrani kwa Bwana. Bwana ndiye anayefanya kazi hii, na tutachukua Ulaya kwa njia hii. Kama una watu wachache katika mji wako, omba kwa Bwana. Sio Roberto? Unaweza. Na inafanya kazi. Haifanyi kazi? Inafanya. Hukuwa na mtu yeyote Roberto. Leo una wangapi? 40. Analeta zaidi 8. Kila wiki zaidi watu 8. Mungu wangu. Tunachukua Ulaya kabisa kwa njia hii. Basi tuamini. Bwana, ninahitaji kwenda kwenye ujumbe. Sijafika kwenye ujumbe. Bwana Yesu, unafanya nini? Twende Wagalatia 5. Twende. Hii, kwa maana nyinyi ndugu mliitwa na uhuru. Wagalatia 5. Amina. Lakini msitumie uhuru kwa nafsi ya mwili, bali mtumie kwa upendo. Ndugu, uhuru uko kwenye Roho, si kwa kutoa nafasi kwa mwili. Sasa siko chini ya sheria. Kanisa hakuna tena sheria.
hatuko katika dini. Kulikuwa na wakati huo tulikuwa wote tunapinga dini, lakini pia tulitoa nafsi kwa uhuru kwa mwili. Sivyo? Si kwa kutembea kwenye roho. Ni kwa kutembea kwenye roho. Uhuru wote, ndugu, uko kwenye roho. Kwa sababu tuko kwenye roho, utakuwa huru kutoka kwa utumwa wa dhambi. Utakuwa huru kutoka kwa utumwa wa dhambi, utumwa wa sheria. Na huru uko kwenye roho. Basi watumieni kwa upendo. Ndugu, watumieni kwa upendo. Hii haifanyi kazi kwa mafundisho. Ndugu, tutumiane, tupendane. Mpe mkono jirani yako. Haifanyi kazi, inafanya kazi. Ukitoka hapa tayari unashindana. Ndugu, haifanyi kazi. Kitu pekee kinachofanya kazi, ndugu, ni uzima wa Mungu. Kwa sababu kwenye uzima wa Mungu ambao uko kwenye mti wa uzima, asili ya Mungu, na Mungu ndiyo upendo. Mungu ni upendo, na kama unataka kutoa zabibu, usifundishe mwembe. Unahitaji kupanda mzabibu wa kweli. Basi shukrani kwa Mungu, leo tunaweza kufikia mzabibu, tunaweza kufikia uzima, na tunaweza kutoa zabibu. Amen. Leo sasa tunazalisha zabibu kwa sababu tumekuwa matawi ya mzabibu wa kweli kutoka Yohana 15. Kwa hiyo ndugu, ni swala la uhai, si tabia. Haifai mimi kutoka hapa na kuwaambia Ulaya mnapaswa kutumikiana, mnapaswa kupendana. Haifanyi kazi ndugu, lakini ikiwa nitawaambia tufuate kwa karibu neno. Ndugu, kilio cha vita, tufanye kilio cha vita ndugu. Hii inafanya kazi, Bwana Yesu. Kwa hiyo haipo chini ya utumwa wa sheria. Haimaanishi kuwa na uhuru kuwa mwili, kwa sababu kuwa katika neema lazima ninasoma kile nilichoandaa ili nisipoteze chochote. Kwa sababu kuwa katika neema lazima kupata kwanza msalaba. Ndipo maana msalaba ni ufunguo wa uchumi wote wa Mungu. Bila msalaba haifungua mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Asante kwa Mungu kwa msalaba, ambapo mtu wa zamani wetu alisulubiwa pamoja na Kristo. Mara tu tukiwa huru kutoka kwa sheria, tunapaswa kuishi katika roho. Hapo ndipo ukweli wote wa kiroho wa muungano wetu na Kristo katika kifo chake na ufufuo wake. Hicho ndicho nilichosoma kwa katika Waroma 6. Tunazikwa kwa kufanana na kifo chake. Tutafufuliwa pia kwa kufanana na ufufuko wake, ili sisi tusiendelee tena katika uzee wa herufi, bali tuende katika uzima mpya. Muungano wetu wa kifo cha Kristo ni muungano wetu wa ufufuko. Kwa Kristo hutoweka katika roho. Ukitoka katika roho, huna ukweli. Na bila ukweli huo ndugu, hatuna chochote ambacho roho huzalisha. Na matunda ya kwanza ambayo roho huzalisha ni upendo. Matunda ya kwanza, upendo. Kwa hiyo ni kuonyesha salama. Je, tunajuaje kwamba kanisa liko katika eneo la roho? Kionyeshi salama kwamba tuko katika roho ni upendo. Ikiwa sisi tuko hapa tukitekeleza ubatizo, tukitekeleza hicho kilio cha vita, kuleta watu wengi, ikiwa tunaona kwamba matokeo hapa ni mabishano, ugomvi, ubishi, wivu, ndugu, basi hatuna kitu kibaya. Sio mti wa uzima ambao tunaufurahia. Kwa hivyo upendo ndio kionyeshi cha kwanza kwamba tunafurahia mti wa uzima. Basi
Tuna katika roho, tuna ukweli, tuna uzima wa Kristo. Kristo mtumishi alikuja duniani kuwa mtumishi. Hii katika Wafilipi 2. Tuangalie Wafilipi 2. Amen. Mstari wa 2. Mwenye mawazo sawa na yale yaliyokuwa ndani ya Kristo Yesu, ambaye alikuwa katika umbo la Mungu, hakujifanya kuwa sawa na Mungu. Yeye ni Mungu, lakini hakushikilia hali hiyo ya kuwa Mungu. Anasema, mimi nitanyenyekea kujifanya mwanadamu. Baba yuko akiomba kwake kuokoa mwanadamu, na ajinyenyekee, ajishushe kuwa mwanadamu. Alisema, mimi si Mungu. Basi tungekuwa tumepotea, lakini shukrani kwa Mungu, mwana alikuwa na hilo, alijishusha. Hapa inasema hivi, alinyenyekea mwenyewe, alijifanya mtumwa. Yeye hakuja hapa mtu akidai dunia itandaze zana nyekundu kwa ajili yake kufikia hapa duniani. Hapana, alikuja hapa duniani kinyume chake. Hakupata mahali, hakupata maternity kumkabiri, hakupata hoteli. Alikaribishwa wapi? Kwenye banda la mnyama. Bwana Yesu, mahali panapowekwa malisho au majani. Basi ndugu, mboni ya ulimwengu alikuja hapa duniani, alikaribishwa kwa njia hiyo, kwa sababu alikuja hapa kwa sura ya mtumwa. Mimi niko hapa kumtumikia Mungu na kumtumikia mwanadamu. Ndiyo maana ikiwa tunakula kutoka kwa mti huo wa uzima, na uzima huo ukiingia ndani yetu, uzima huo, mtumwa uko ndani yetu. Amina. Tuna uzima, na uzima huo, mtumwa ukiwa ndani yetu, ndugu, tuko tayari kuwatumikia wote, labda vijana na watu wachanga, wamelelewa nyumbani kwa upendeleo. Mama anafanya kila kitu, hawatandazi kitanda, viatu vimetupwa kwa upande, soksi kwa upande mwingine. Hii haifai kusema. Yote ambaye ni mama au bibi anajua haifai kusema. Kisha mvulana anaendelea kufanya hivyo hivyo, akifanya uhalifu wote. Lakini shukrani kwa Mungu, baada ya kufanya uchumbi, hata kabla hakuwa akifanya vizuri shuleni. Baadhi yao walifanya vizuri shuleni. Kufanya kanisa kufanya kilio cha vita pia inaboresha usafiri wa maandishi ya shuleni. Baada ya kufanya, je, unaweza kuelewa vizuri kilichoandikwa katika maandishi kwa sababu ya uchumvi, sababu ya kuandika neno. Unaanza kufungua kidogo akili yako kwa kuzamisha neno ndani ya moyo. Na mama anatuuliza, nini kimefanyika kwa mwanangu? Wamama wanatuuliza. Kisha anapiga simu, mwanangu amebadilika, mwanangu alikuwa mtu sio, amekuwa mtii. Hakuwa akitoka chumbani, hakuwa akitazama mtu mzima kwa macho, alikuwa mwenye aibu sana. Nini kimefanyika kwa mwanangu? Mmefanya nini kwa mwanangu? Sisi hatukufanya chochote, ni uchumbi tu, kilio cha vita tu. Na nani alifanya mabadiliko? Ni uzima. Kabla yule mvulana aliyelelewa kwa upendo, mimi nafanya kila kitu kwa ajili yake. Mama anafanya kila kitu, msichana wa bibi, unafanya kila kitu kwa ajili yake. Anajua ninachosema. Anafanya kila kitu kwa ajili yake. Anaanza kuwatumikia wengine. Mtoto anabadilika, na sio kitu cha kulazimishwa. Hakuna anayewalazimisha. Ghafla wanajua tu, au vijana wanaanza tu kuwatumikia wengine. Ndugu, inawafanya uzima. Amen. Haleluya. Shukrani kwa Mungu. Alitii Mungu hadi kifo.
kafa msalabani. Vinginevyo, ndugu, hatungekuwa na suluhu. Ukiangalia Marko 10 mstari wa 45, Marko 10:45, mwana wa mwanadamu hakuja kutumiwa, ndivyo. Kwa maana mwana wa mwanadamu yeye mwenyewe hakuja kutumiwa, bali kutumikia na kutoa uhai wake kwa fidia wengi. Ndugu, roho hiyo hiyo katika uhai wa Mungu leo hiyo ndani yetu, na sisi tumeanza kutumikia wengine. Sio kuwa tunadai wengine wasitumikie, kwa sababu Yesu hakuja hapa kutumiwa, alikuja hapa kutumikia. Ndugu, na esfera em que nós não desfrutarmos a árvore da vida, nós tínhamos apenas uma religião que nos dizia que a gente tem que se comportar assim, então, né, tem que fazer ndugu, aquilo, tal. ni kipi kiashiria cha ukosefu wa upendo katika kanisa? Ni wakati tunapoanza kuwa na mvutano, mnyang'anyiko kati yetu, tunapounda vikundi, tunapoanza kuwa na wivu, mashindano. Kijana mmoja nauliza, kwa nini ndugu wanamtumia zaidi kuliko mimi? Kwa nini? Kwa sababu kuna mashindano ya nafsi, ya misimamo. Ndugu, yote haya ni mazingira ambapo uhai hautawali, bali dini inatawala, sheria inatawala. Na katika sheria na mashindano hivyo, Paulo alisema katika Wagalatia 1 kuhusu Yahudi, nilijivunia kuwa mbele zaidi ya wenza wangu wa umri. Yaani katika sheria unaweza kuwa na faida kwa akili yako, kwa bidii yako na kwa juhudi zako. Kwa hiyo unakuwa na faida. Unaweza kuwa mwenye akili zaidi, aliyefanya chuo kikuu kuliko wale ambao hawakufanya. Kwa hiyo katika sheria, katika eneo hili kuna mashindano. Na sisi katika uhai wa kanisa kulikuwa na wakati ambao kulikuwa hivi, mashindano mengi, wivu mwingi, lakini asante Mungu, yote hayo ni ya zamani. Zamani hakuna tena mazingira haya. Kwa hivyo Paulo asema katika Wafilipi 2, Wafilipi 2 mstari wa 1, basi ikiwa kuna faraja yote katika Kristo, ikiwa kuna huruma na upendo, ikiwa kuna ushiriki wa Roho, ikiwa kuna huruma na rehema, fanyeni furaha yangu kwa kamili na kuwa na namna hii, kuwa mnahiri hivyo uhai na upendo, ili wafikirie kitu kimoja. Leo hakuna hali ya mashindano katika yetu, hakuna hali ya mgawanyiko katika yetu. Sote tunafikiria kitu kimoja. Kile kinachotufanya sote kufikiri kitu kimoja ni neno. Sote tumejizamisha katika neno moja. Sote tunafurahia uhai kupitia neno moja. Tunafikiri kitu kimoja. Mwendeni kwa upendo mmoja. Tunao upendo mmoja. Uhai huu unaanza upendo. Kuwa roho moja, sio tu umoja wa sura, bali umoja wa roho wa kweli na kwenye hisia moja. Sote tuna hisia moja. Hatutaki kuwa kama Abraham, mwenye moyo sahihi na safi, asiye na mshikamano wa vitu vya kidunia. Tunahitaji kuwa kama Abraham. Tunataka kuwa muhimu kwa Mungu, kumtumikia Mungu. Hivyo ndugu, si ni hivyo? Ndio hisia moja. Hana kitu kwa kupinga au kwa majivuno katika toleo hii. Najua inazungumzia kupinga na zamani uundaji wa makundi, wale walio na maoni tofauti.
Leo hatuna maoni tofauti, na sababu neno linatuongoza sote kufikiria kitu kimoja. Kwa hiyo hatuna uwezekano wa kuunda makundi. Katika toleo jingine la King James, leo hatuna mawazo tofauti, wote tunafikiria kitu kimoja. Katika toleo jingine la King James linazungumzia ushindani. Tusifanye chochote kwa ushindani. Ndugu, hatushindani na mtu. Hatushindani na mtu yote. Zamani kulikuwa na wivu katika dada moja na nyingine, kati ya huduma moja na nyingine. Majukwaa ya ushindani na huduma hii inapaswa kuwa bora kuliko ile. Ndugu mwingine au dada mwingine anasema, asante Mungu, leo hakuna ushindani. Na pia hakuna majivuno. Katika toleo la kisasa linasema, bali kwa unyenyekevu, mkiwaona wengine kuwa bora kuliko nyinyi wenyewe. Sote hapa kwa uhai wa Mungu tunatumikiana kwa unyenyekevu. Uhusiano kati yetu, ndugu, ni wa unyenyekevu, sio kwa kiburi. Zamani ilikuwa hivi. Unajua miaka ngapi niko kati ya maisha ya kanisa? Unanipasa kuheshimu. Nimekuwa katika maisha ya kanisa kwa miaka 50. Leo hizi hatuna tena. Leo mazingira yako nini? Mazingira yana unyenyekevu. Kila mmoja amwone mwingine kuwa bora zaidi yake mwenyewe. Mimi si bora zaidi ya mtu yeyote, kwa sababu mimi sifanyi chochote kwa uwezo wangu. Nani anayefanya, ndugu? Ukiwa nafahamu, unatambua kuwa yote hayo Bwana anayotumikia si kwa uwezo wako, bali ni kwa nguvu za Roho na neno. Katika hiyo hatuna cha kujivunia. Hatuna cha kujivunia. Haujisikii kuwa bora zaidi ya wengine. Sote tunatenda kwa unyenyekevu. Msilenge mmoja yale yake mwenyewe tu, bali pia yale ya wengine. Zamani kila mmoja alikuwa kwa ajili yake mwenyewe na Mungu kwa wote. Kila mmoja alijishughulisha kwa yote yake mwenyewe na ubinafsi wake. Nina matatizo mengi kusimamia, ninasimamia matatizo mengine, lakini shukrani kwa Bwana kwa furahia mti wa uzima. Kupitia neno tumebadilika. Leo tunaendelea na mstari unaofuata. Siwezi kuacha mstari huu. Hebu tuendelee Wagalatia 5. Wagalatia 5. Mstari gani niko mstari wa 14. Kwa sababu kila sheria inatelekezwa katika amri moja, yaani mpendwa jirani yako kama nafsi yako. Sawa ndugu? Hata sheria yenyewe, sheria ni kanuni za kidini. Takuwa kujaribu kufuata, kujaribu kujitetea kwa sheria, kwa sababu hawezi. Hata sheria ilipokuja, ufupisho wa sheria ni upendo. Ilikuja hiyo, hamjui? Ipo wapi? Mathayo 22. Angalia Mathayo 22. Oh Bwana Yesu. Mathayo 22 mstari wa 30 hadi 34. Basi Mfarisayo aliposikia kwamba amewanyamazisha Masadukayo, wakakusanyika pamoja, na mmoja wao mtafsiri wa sheria akimjaribu Yesu, akamuuliza, Mwalimu, ni amri gani kuu kati ya sheria? Katika sheria, hebu tuone kama Yesu, yule ambaye kusoma, yule ambaye hakukaa chini na Gamalieli, hebu tuone kama alijua kitu. Ni amri gani kuu kati ya sheria zote? Yesu akamjibu, mpende Mungu wako, mpende Bwana Mungu wako kama moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndio amri kuu ya Bwana. Ya pili,
Hiyo ni sawa na hii: mpende jirani yako kwa kujipenda kama unavyojipenda mwenyewe. Sheria yote na manabii hutinga kwa amri hizi mbili. Bali mimi si mtafsiri wa sheria, lakini vipi hivi? Kwa sababu ambayo ya pili: usiue, usizini, usiibi, usitoe ushuhuda wa uongo na usitamani. Lakini upendo upo wapi? Bwana alionyesha kwamba ya pili ni sawa na hii: umpende jirani yako. Kwa hiyo amri ya kwanza ni kumpenda Mungu na amri ya pili ni kumpenda jirani. Na kwa hiyo ufupisho wa sheria wote ni upendo. Upendo wa Mungu ni upendo wa jirani wa Bwana Yesu. Basi yule anayetafuta kiini cha sheria ambacho ni upendo yuko katika utafutaji wa mti wa uzima, kwa sababu katika mti wa uzima wa Mungu ndipo kiini cha sheria chote kinapatikana. Yule anayetafuta kufuata herufi ya sheria anajitahidi kwa nguvu zake mwenyewe. Ndugu, yuko katika kanuni ile ile ya mti wa ujuzi wa wema na maovu. Hutofautisha mema na uovu kwa kusudi na kupendelea Mungu kwa uwezo wake mwenyewe. Atakuumba na matatizo. Atakuwa anaishi daima katika eneo la ujuzi katika makosa. Haki na makosa. Haki wakati mwingine huwezi kufanya na mwishowe hufanya makosa. Basi mwishowe Waroma 7 na sheria inasema nipende jirani, lakini nina uwezo wa kumpenda. Naweza kupenda ndugu wote wa kanisa, lakini yule mmoja siwezi. Nasema nina uwezo wa kupenda ndugu wote wa kanisa, lakini yule mmoja siwezi. Yule siwezi kuvumilia. Dada zote wapendwa, lakini yule mmoja siwezi kumvumilia. Hiyo haiwezekani, je, sio? Basi ndugu, mwanadamu hawezi kuwa na uwezo huo, lakini ndivyo ilivyo katika mazoea ya dini. Kwa hiyo Paulo anasema, ole mimi mtu, nani atanikomboa katika mwili huu wa kifo? Lakini shukrani kwa Mungu kwa Yesu Kristo kwa Bwana Yesu Kristo. Katika Warumi 8 mstari wa 10 inasema nini? Suluhisho liko katika Roho, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima katika Kristo imeniokoa katika sheria ya dhambi na ya mauti. Ndipo njia pekee Mungu. Siwezi nikiwa katika eneo la sheria, siwezi kujikomboa kwa wema. Nitakapotaka kufanya sifanyi, na ubaya nisipoutaka nafanya. Siwezi kuokoka kutoka katika hilo. Lakini ndugu, shukrani kwa Mungu, nina katika Roho sheria nyingine. Sheria hii ya juzi zaidi ina nguvu kubwa zaidi inayopeleka kwenye eneo la mbinguni. Katika eneo la dunia nina sheria ya dhambi na ya mauti inayonishusha chini kila wakati. Kila roho wa uzima una sheria inayonisaidia kushinda nguvu ya sheria ya dhambi na ya mauti. Na mimi kwa sheria ya Roho wa uzima inaniokoa. Kwa hiyo ndugu, ni jambo la thamani sana kwamba leo tunaweza kufikia mti wa uzima na kuishi kwa Roho. Ni jambo la thamani. Bwana Yesu. Mstari wa 15, tukirudi kwenye waraka wa Galatia mstari wa 15 nasema, lakini ikiwa mnadondosha na kulaiana, jiangalieni msije mkaangamiziana. Ndugu, katika mazingira ya utekelezaji wa sheria ambao Wayahudi walitaka kufanya warudi kwenye sheria. Ndugu, katika mazingira haya ya makosa ambapo wengi kufunguka kwa macho haya sio njema. Unaanza kuona makosa ya kila mtu. Ameshagundua hilo wakati huko. Mungu wangu, nimekuwa hivyo, najua nimekuwa hivyo. Mimi ni mwenye haki sana. Nataka kufanya mambo yote kwa haki. Na wakati mtu anafanya kisicho cha haki, sipendi haki. Makosa mengi ndugu. Lakini unakuwa mkosaji sana. Unaona shida kwa kila mtu. Makosa kwa kila mtu.
na unataka kurekebisha. Katika maisha ya kanisa haifanyi kazi hivyo. Mwisho unaangamiza kanisa, kuiharibu kanisa. Kwa hivyo katika mazingira haya, haki na makosa ya sheria, hauwezi kufanya hivi, hauwezi kufanya vile. Tunamalizana kudondoshana na kulaiana, au si? Tunamalizana na kulaiana, huyo ndugu kama hivi, huyo ndugu kama vile. Je, ni nani anayepaswa kumshughulikia? Anapaswa kupelekwa kwenye chumba kidogo, sio? Anapaswa kupewa adabu. Ndugu, tunamalizana kulaiana. Si vibaya kuishi katika mazingira ya ukosefu na upendo. Mungu apewe sifa. Leo hamko katika mazingira hayo, kudondosha na kulaiana, kuharibiana. Sisi tunajenga kwa upendo, furaha, amani na upendo. Furaha, amani zimerudi katika maisha ya kanisa. Mungu apewe sifa. Amen. O Bwana Yesu, amor, alegria, paz, retornaram na vida da igreja. Lakini nasema ndugu Bwana, niliandika hapa kuhusu Mathayo 7, kwa sababu matunda mtatambua mti. Sitairudia, nimeongea tangu mwanzo. Kwa hivyo matokeo ya kazi ya wafuasi wa sheria yalikuwa mazingira ya adui, ubishani, mijadala, ukosaji na mashtaka. Tulikuwa na hayo kati yetu pia. Tulipitia hayo, tulikuwa tuna mashtaka, ubishani, uadui, ukosaji na mashtaka. Mara nyingi mtu anamshtaki mwingine kana kwamba yeye anayemshtaki hajafanya chochote. Je, mnaelewa ninachokisema? Ni mashtaka ndugu, yule kwa kufanya dhambi fulani ni kana kwamba mimi sina hatia. Hiyo sio haki. Mimi sio hakimu wa makosa wengine, lakini mimi ni nani? Sio hakimu. Mungu hunipa nafsi ya kuwa hakimu. Mungu aliniweka kanisani kama ndugu kusaidia kupenda wenzangu. Na kwa hivyo matokeo ya kazi ya wafuasi wa sheria yalikuwa hayo. Na katika Paulo alikumbuka alipokuwa ameachiwa gerezani Roma, kugundua kwamba kanisa la Efeso lilikuwa likipokea mafundisho tofauti na yale aliyofundisha. Aliomba Timotheo abaki huko. Kusema nini? Kuwaonya wale wasiojua wanachokisema. Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 3. Nilipokuwa nikienda Makedonia, nikaomba ubaki Efeso ili waonye wao fulani wasifundishe mafundisho tofauti. Kweli sio mafundisho yanayotatua. Ni neno linalotoka kinywani mwa Mungu. Sio neno linalotoka kinywani mwa Paulo. Ni neno linatoka kinywani mwa Mungu. Kila kitu kinapaswa kutoka kwa Baba. Baba ndiye chanzo cha kila neno. Na Kristo ambaye ni neno anatoka. Neno hilo linapaswa kulipokea kama mafundisho ya mitume na pia kama mafundisho ya mitume na kuwa na ushirika juu ya mafundisho ya mitume. Hii inaanza uhai ndugu, na kusababisha ujenzi. Upendo unaonekana kanisani na kila mmoja anatumikia mwingine unaonekana kanisani. Lakini wakati wa kanisa la Efeso lilipoacha neno linalotoka kinywani mwa Mungu ambalo limetoka kupitia mtume Paulo, wakaanza kufundisha mambo mengi ndugu, ambapo hayo mengi hayatapelekea popote, hayataanza uhai, hayatazaa upendo. Kwa hiyo tunazaa nini? Mijadala. Hapa soma hapa sura ya 4. Mstari wa 4. Msijishughulishe na hadithi za uongo na orodha za vizazi zisizo na mwisho, ambazo husababisha mijadala zaidi kuliko huduma ya Mungu kwa imani. Kazi ya Mungu haitokani na mafundisho mengine, bali kuna neno linalotoka kinywani mwa Mungu.
Lengo la maagizo ya sasa yanalenga upendo unaotokana kwa moyo safi na dhamiri njema na imani bila unafiki. Watu wengi wamepotea kwa kuacha mambo haya. Wamepotea kwa mazungumzo ya bure. Ni nini mazungumzo ya bure? Nadhani vijana hawaelewi chochote. Ni nini mazungumzo ya bure? Ni mazungumzo ya utupu, mazungumzo yasiyotoa kitu, wakijifanya kuwa walimu wa sheria. Watu wengi wanataka kuwa walimu, wanataka kufundisha wengine. Najitoa somo la Biblia, najua kusema, najua kuhubiri. Ndugu, kila kitu kinapaswa kutoka kwa mdomo wa Mungu. Vinginevyo, mti wa uzima hautoi uzima, hautoi upendo. Wakijifanya kuwa ni walimu wa sheria bila kuelewa wala mambo wanayoyasema wala mada wanazofanya uamuzi juu yake. Basi turudi kwenye Wagalatia. Wapi? Mstari wa mwisho hapa kwenye ujumbe ninasema, basi endeni na Roho, wala hamtosheki tamaa za mwili. Kwa maana mwili unapingana na Roho, na Roho unapingana na mwili, maana yanapingana, ili msiwe mnayatenda mlio nayo hamu. Lakini kama mnaongozwa na Roho, hamko chini ya sheria. Huko chini ya sawa au sawa, unaongozwa na Roho. Basi ndugu, ni nani anayeweza kushinda tamaa za mwili? Mwili una vita vingi, sio? Paulo anasema kuhusu shauku ya ujana. Vijana wana udhaifu fulani, vitu ambavyo Paulo anaita shauku za ujana, tamaa. Na sisi wazima pia tuna tamaa nyingi, tamaa za mwili, tamaa za macho, uvivu wa maisha ambao Yohana anasema kwenye waraka wake. Ndugu, ni ngumu kushinda. Nilikuwa kijana, nilipitia kwenye kibanda cha magazeti nikijaribu kushinda. Ndugu, hiyo si njia ya kushinda. Ni njia gani ya kushinda hiyo? Endeni kwa Roho, endeni kwa Roho, wala hamtatosheki tamaa za mwili. Ndugu, si kujinyima. Nini kujinyima? Nini maana ya kujinyima? Kujinyima ni kuwa mkali kwa mwili wako. Nitafunga mwili wangu, nitafanya ndugu njaa. Biblia ina njaa halisi, lakini watu wameanza kutumia njaa kama adhabu ya mwili, kukandamiza tamaa za mwili. Watu wengi kwa bahati mbaya, wanadini hufanya njaa muda mrefu kukandamiza tamaa za mwili. Wanafunga sana ili kukandamiza tamaa za mwili. Ndugu Paulo anasema thamani yote dhidi ya tamaa zako. Watu wanaofanya hivyo wanafikiri wameshinda dhambi, kesho watafanya dhambi kubwa zaidi. Mungu si wenye kushindwa kulala. Kuamka usiku ni jambo zuri wakati Bwana anakuelekeza kufanya hivyo, lakini kama unafanya kuamka usiku kama kufunga mwili wako, kumwacha usingizi kwa usiku kadhaa kama njia ya kukandamiza mwili kwa kusudi usitende dhambi, haifanyi kazi. Njia pekee inayofanya kazi dhidi ya tamaa ya mwili ni kutembea katika Roho. Sasa ni nini kutembea katika Roho? Nini kutembea kwa Roho? Kutembea kwa Roho ni kwa Kigiriki ni peripatio. Na kutembea kwa Roho ni nini? Ni kujiongoza katika kila unachokifanya katika maisha yetu. Tunafanya kwa Roho. Hii ndiyo maana ya peripatio. Kwa mfano, wanawake wanafanya kazi za nyumbani pia wakifanya kwa Roho. Kutembea kwa Roho si tu kwenye mkutano wa kanisa, kuosha vyombo, si kufagia sakafu, si kupika chakula. Kutembea kwa Roho, ndugu, wanaokwenda kazini msiseme si kuwa kwenye mkutano wa kanisa, hivyo sihitaji kutembea kwa Roho. La, kazini tembeeni kwa Roho.
Kwenye basi tembeeni kwa Roho, kwenye gari tembeeni kwa Roho. Hiyo ni wakati tunapaswa kutembea kwa Roho. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kwenye ujumbe ujao nitazungumza kuhusu njia nyingine ya kutembea kwa Roho. Basi leo tutajifunza kutembea kwa Roho katika kila tunachokifanya. Basi leo ndugu, nitaishia hapa. Mwanakristo ana chaguo la kutembea kwa mwili au kutembea kwa Roho. Ndiyo, Mkristo ana chaguo la kutembea kwa mwili au kutembea kwa Roho. Nimesema ni nini kinachothibiti, ni nini kinachofanya utembee kwa Roho au kwa mwili? Ni akili. Akili. Ndugu, hapa wanajua kila kitu. Akili iliyowekwa kwenye mwili inaleta umauti. Akili iliyowekwa kwenye Roho inaleta uzima na amani. Kwenye Waroma sura ya 8. Basi ndugu, jinsi ya kutembea kwa Roho ni kuweka akili yako daima kwenye Roho, ambapo inaleta uzima wa amani. Lakini sio jinsi ya kuweka akili kwenye Roho. So kila wakati unahitaji kuweka akili kwenye Roho, akili kwenye Roho. Siwezi kuacha akili yangu kwenye mwili, akili kwenye Roho. Nenda nikifanya. Asante Mungu, kuna neno, sauti, amri. Neno hili linanipeleka kuweka akili kwenye Roho. Kuzama, hiyo ni muhimu. Kubeba maelezo ya kuzama. Beba hii kila wakati, beba immersion kila wakati. Hii itakusaidia kuweka akili kwenye Roho. Video vya vita vinasaidia sana. Leo mwanzo video vya vita vilikuwa vina maneno fulani kama mfuko wangu ni wazi, baba, oh mama. Sio hivyo. Lakini leo hivyo, leo si hivyo. Leo video vya sauti ndugu ni ujumbe kamili. Mnajua kuna mwanzoni tulikuwa tunaimba mabegi yako wazi. Leo video vya vita vina ujumbe kamili. Mnajua katika timu inayotayarisha video vya vita vya sauti na inapita kwa uchungu mkali. Uchungu mkali wakati huu hauko sawa na maudhui ya neno. Hauruhusiwi, inapaswa kupitishwa tu wakati iko ndani ya maudhui, kwa mitindo, kwa kipimo, kila kitu kiko sawa. Basi ndugu, leo video vya vita ni sauti, ni hazina kwetu. Kwa vita vya sauti pekee unaweza kujenga neno lolote, ujumbe, na kupeleka kwenye Roho. Nafikiri sitaenda kusoma. Kuna mengi ya kumalizia hapa. Lakini Bwana Yesu. Nimesema jana. Bwana Yesu. Nitafanyaje? Kuna mengi ya kusema. Nifanyeje? Nina mengi ya kusema. Lord Jesus. Bwana Yesu. Tusome Waroma 8. Waroma 8. Ndiyo inasema kuweka akili kwenye Roho au kuweka akili kwenye mwili. Kwenye mstari wa 5, kwa maana wanaoenda kwa mwili wanafikiria mambo ya mwili, lakini wanaokwenda kwa Roho wanafikiria mambo ya Roho. Hiyo ni kuweka akili yako kama kibali cha umeme. Mnajua kibali cha umeme? Switch ya umeme mnaijua? Katika umeme unaweza kugeuza upande mmoja au kageuza upande mwingine. Ukigeuza hapa kuweka akili kwenye mwili unaleta nini? Unaleta umauti. Ukiweka kwenye Roho unaleta uzima na amani. Akili yako iko kibali cha umeme. Kwa maana kwenye mwelekeo wa mwili ni mauti, lakini kwenye mwelekeo wa Roho ni uzima wa amani. Kwa sababu mwelekeo wa mwili ni adui dhidi ya Mungu, maana hautaji sheria ya Mungu wala hayawezi. Basi wanaoishi kwa mwili hawawezi kumpendeza Mungu.
hata kama wanajaribu kumpendeza Mungu kwa sheria, bado wako katika eneo la mwili. Lakini nyinyi hamko katika mwili, bali mko katika Roho, ikiwa kweli Roho wa Mungu anaishi ndani yenu. Na ikiwa mtu hana Roho wa Kristo, huyo si wake. Lakini kwa Kristo yu ndani yenu, mwili wako kweli umeufanya sababu ya dhambi, lakini Roho ni uzima kwa sababu, lakini Kristo alilipa deni, lakini uweze kupata mti wa uzima. Kwa hivyo Roho hapa Kristo mwenyewe akisha kwenye mstari wa 11, hakuna roho wa yule aliyemfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu, ndugu, atauisha pia mwili wetu ulio na ufaa. Ndugu, tunayo roho ngapi yetu? Tunayo roho ngapi ndani yako? Tuna moja tu. Na nani yuko ndani yako? Ni Kristo. Nani yuko ndani yako? Ni Mungu, sio? Kwa hivyo usitenganishe Mungu, Kristo na Roho. Ndugu, Mungu mwenyewe Utatu mwenyewe uko ndani yangu. Mnakumbuka, baadhi yenu mnajua, sijui kwa wale vijana mnajua, kwenye Kumbukumbu ya Torati sura ya 8 ambapo inasema kwamba katika nzuri ya nchi kuna utajiri wa maji, na huu utajiri wa maji kwamba uko katika chemchemu ya chini kabisa. Chini kuna hifadhi kubwa ya maji, lakini mwanadamu hana ufikiaji. Leo kuna mbinu ya kuchimba visima vya maji, lakini mwanadamu anaishi juu ya ardhi hana ufikiaji wa utajiri wa maji. Lakini asante Mungu, siku moja Mungu alimtuma Kristo, alichimba akafanya kisima, akafikia juu ya ardhi na maji yalianza kutiririka. Kristo ndio chemchem, Mungu Baba ndio chemchemu ya nchi kabisa. Kristo ndio chemchemu ambayo iliunganisha Mungu na ardhi na mwanadamu. Amen. Na Roho ndio mto. Mto, unapokunywa maji ya mto hapa, unakunywa maji ya nani? Ya Baba, Mwana au Roho? Kwa sababu maji yale unayokunywa kwenye mto yamo kwenye chemchemu, ni maji yale yaliyo kwenye chemchemu. Kwa hivyo Mungu kwa asili ni moja. Nani yuko ndani yako? Ni Mungu. Kwa asili Mungu amefananisha maji haya. Kwa hiyo ninapokunywa maji haya, sikuwa nikinywa Roho tu, wala sikuwa nikinywa Kristo tu, wala sikuwa nikinywa Baba tu. Ninakunywa mwenyewe aliyenipa. Lakini kwa nini kuna Baba, Mwana, Roho? Ni kwa sababu tu maji yafike kwako. Amen, si ndivyo? Kwa hivyo Baba ndiyo chemchemu ya chini, Mwana ndiyo chemchemu ya chini, Mwana ndiyo chemchemu ya Roho, ndiyo moto, ili Mungu mwenyewe, mti wa uzima, ufikie kwako. Tunapofurahia uzima wa Baba na Mwana na wa Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo kila kitu kiko ndani yako. Ni Mungu leo anataka kufanya kazi ya uzima kwenye roho yako. Sio hivyo ninavyosema mstari wa 10 mwishoni? Lakini roho ni uzima kwa sababu ya haki, kwa sababu nimepata uzima kwenye roho. Lakini huu uzima ulioingia kwenye roho unabadilisha nafsi yangu, kwa sababu nimesoma mwelekeo wa akili. Akili ni sehemu ya nafsi. Mwelekeo wa akili kuelekea roho unanipa uzima na amani. Na sasa roho ambayo ni kutoa uzima kwa roho yako iliyozaliwa upya, Roho anataka kutoa uzima kwa nafsi yako kwa kuelekeza akili kwenye roho. Ana uwezo hata wa kutoa uzima kwa mwili wako uliotoa wapi? Mstari wa 11, ndani yenu yeye aliyemfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Yeye huyo aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu
atafufua nafsi zenu pia, mwili wenu unaokufa kwa roho aliyekaa ndani yenu. Mnaamini kwamba hata mwili huu hapa unaweza kupata manufaa kutoka kwa uzima wa Mungu? Katika mwili huu unaamini au la? Mwili huu siku moja utaondoka. Ndiyo, Mungu ananipa mwili mwingine wa utukufu, lakini ninapoishi wakati mwingine umri unakuja, nitazidi kuzeeka na baadhi ya mambo yatakufa ya kufanya hauwezi tena, na sisi tunakuwa na tarehe ya kwanza. Amen. Wakati tunapokaa pamoja tunacheza michezo midogo, mchezo wa karne tayari umekwisha, haujafanyika bado. Mimi binafsi sijafanyiwa upasuaji, lakini nimewapandalia ndugu wazee kama sisi. Tusizidishe, tumeisha kukaa muda mrefu bila kufanya kitu. Tunataka kufanya kama rafiki yangu mmoja aliyekwenda kwenye gym ya hotelini. Alitaka kutoa kipigo, akanyosha kila kitu, akavunjika kila kitu. Kwa hiyo sitaki kuwaona waokozi wenye mili ya kufa, walio karibu na mwisho wa kozi, lakini hata mwishoni mwa kozi, ndugu, roho inaweza kutupa uhai. Mnazania ndugu, kama nisingekuwepo naishi katika mazingira ya uhai? Ni nyinyi. Kama ningekuwa nyumbani kwenye pajama, hakuna tena cha kufanya, nikaangalia televisheni siku mzima, unafikiri ningekuwa na nguvu sawa? La, roho hunipa uhai, inaniuishia kwa sababu niko katika mazingira ya roho. Hata unazidi kwa mchanga, unazidi kuwa mzuri. La sivyo ungekuwa kwenye rangi nyeupe bila uhai. Leo una mng'aro machoni. Yeyote anayeshuhudia mng'aro machoni kwa macho yako, unaona kama anafurahia uhai, kwa sababu unaonekana hata kwenye mwili. Inaweza kuonekana hata kwa macho kama ukoja furahia ndugu. Hivyo ndivyo roho unavyotuisha hata miili yetu inayokufa. Sasa tunaacha hapa, vinginevyo Yesu ni Bwana. Amen.